katika kesi hiyo? Hatumuingizi. Yeye alikuwa hajui ya kufanya nini. Anayeingia hapa ni yule ambaye dini keshaisoma, anajua kwa nini hijabu. Lakini akaenda akavua. Kwa kuwa mumewe kamwambia wajifunika sana, hatimaye miundi yote nje. Tupo pamoja jamani? Na kinyume chake hivyo juzi mtoto wa shekhe kaenda akamuoa kafiri, wakaenda wakafunga harusi, ndoa ikaenda kafungwa kanisani. Nimetumiwa picha WhatsApp na dada yake. Huyu ni mdogo wangu hasa, tena babao shekhe. Amewachukua marafiki zake wawili ndio waliokwenda kanisani. Ndoa hakuhudhuria hata mtu yeyote, hata sherehe yoyote haikuhudhuriwa na jamaa zake wote. Wamemkataza kamuoe Muislamu. Sijui kapewa limbwata. Kakufuru hivi. Pameshaeleweka hapa? Qala ta'ala, qala Allah ta'ala. Amesema Allah mtakatifu. Wa minan nas, tambueni kwamba baadhi ya watu mayatakhidhu min dunillah, wapo wenye kuchukua kinyume na Allah andadan, waabudiwa, yuhibbunahum kahubbillah, na wakawapenda kama wanavyompenda nani? Allah. Tupo pamoja? Ndio shirkul mahabba. Kahibbu. Yapo kahibbillah. Kahibbi. Maana yapo kahibbi minzi kamathali yuhibbullah. Kamathali yuhibbullah. Hii niyo mathali. Ni balagha, masuala ya balagha haya. Ya 11 shirkul khawfi wal khashiyati. Unaweza kutafsiria hiyo kitu cha habari? Na unyenyekevu, na shirki ya unyenyekevu ya Allah. Wasayati al-kalam alayhi fi aqsamil khawfi insha Allah. Anasema hii hapa sayati al-kalam, yatakuja maneno mengi kwa upana alaihi, kuhusiana na hii shirki. Wapi? Lakini fi aqsamil khawfi, tutaposoma nini? Vigawanyiko vya hofu insha Allah. Hii ameiacha pending, huko tuendako tutaviona. Kwa pamoja. Shirki ya 13 shirku qasdi wal iradati. Shirki qasdi wal iradati. Qasdi nini ni maana yake? Nani anajua maana yake? Kusudio. Irada, utashi. Tayari jamani, usulu salasa mtu kama hakuisoma, kuelewa hapa ni ngumu. Ndio maana ni bora kabla kitabu hiki mtu asome usulu salasa. Huu mlango wote tunaosoma tulioanza leo ni mgumu kama mtu hakusoma kule salasa.
usulu thalatha, sababu kwenye usulu thalatha kuna mlango mzima anaashiria aina za ibada. Tu pamoja? Kwa hiyo ndio hizi ambazo zilioko hapa. Shirki kasdi, shirki ya kusudio, na sio shirki ya makusudi. Ndio maana nikakuulizeni maana yake. Sio shirki ya makusudi Abdallah, ni shirki ya kusudio na utashi. Wa huwa an yurida al-insanu, nayo ni mwanadamu kutaka bi'amalihi ghaira Allah, ni hiyo kutaka mwanadamu kwa matendo yake akawa amemkusudia siye kwa nani? Allah. Wa yaksudu bihi ghaira wajhi Allah, na akawa amekusudia sio kupata sawabu za Allah. Fahadha shirku qasdi wal irada, hii ndiyo shirki kasdi, shirki ya kusudio, wal irada na utashi. Nieleze, hii inafanana na ipi tuliyoiona huko tutokako? Vipi? Nirejee. Shirku qasdi wal iradati, shirki ya kusudio na utashi. Nilivyosoma hapo nikaashiria kwamba mtu kama hakusoma kitabu cha usulu thalatha kuelewa mlango huu ni mgumu. Ndio nikaanza kuelezea shirki yenyewe ni ipi. An yurida al-insanu bi'amalihi ghaira Allah, ni mtu kutaka kupitia matendo yake hayo hajamkusudia Allah. Tayari. Wa yaksudu bihi ghaira wajhi Allah, na akawa amekusudia zisizokuwa sawabu za Allah. Fahadha shirku qasdi wal irada, basi hii ndio shirki qasdi na irada. Tayari. Haya, nielezeni hii inafanana na ipi tutokako? Mtu akipata anapatia shilingi 200. Shilingi 200. Changamka. Ukipata unaanguka na shilingi 200. Hii hapa. Dau. Nakupa dakika 3. Ya kwanza hiyo imedondoka. Shirku mahabbat. Hata sio. Twende. Hata sio. Ria. Tumeelewana? Ria. Mtu anafanya jambo lakini hamkusudii nani? Allah. Kumbe alifanya nini? Ataka watu wamuone tu. Tumeelewana jamani? Asifanye kama mtu akiwa hamkusudii Allah, yani si atakuwa anamkusudia yule anayempenda. Atakuwa anamkusudia yule anayempenda. Hasa basi na ile shirk mahabbati hiyo sasa ndio inaingia kwa namna fulani. Kwa 200 iondoke. Haya basi chukua. Chukua. Si tatizo, chukua 200. Ndio inaingia. Chukua ustadhi. Hii ni dau, chukua. Ustadhi 200. Sadaka yako. Haya, chukua basi. Chukua sadaka. Haya basi, shirki mahaba. Na hiyo shirki mahaba si ndio ria na nini na nini. Lakini kuna tofauti. Kama ilivyokuwa kuna tofauti baina ya barobaro, manipata?
na mtu mzima, wote ni wanaume. Lakini tofauti ipo. Hali kadhalika na hapa pana tofauti baina ya ria na shirki mahaba. Sababu ria, shirki mahaba inatokana na maamrisho ya mtu aliyokupa. Umenipata? Ukajikuta umeacha maamrisho ya Allah kwa ajili ya maamrisho uliopewa na kiumbe. Tayari? Haya. Ria unazuka wewe mwenyewe tu, watu hapo msikitini hivi. Umenielewa? Napiga hapa raka 2 wanikubali. Kuna mtu kakuamrisha lolote. Lakini ukaja unapiga raka 2 kwa khushui moja wakubali. Lakini vile vile upande mwingine na hiyo ria inaingia kwenye mahaba. Ndio, inaingia kwenye mahaba. Lakini pia kuna tofauti. Sio muda wote itakuwa inaingia kwenye mahaba. Kama hii naingia msikitini nipige raka zangu 2, khushui moja hali ya juu. Umenipata? Haijaingia kwenye mahaba. Vile vile unaweza kuingia kwa msikitini, ukawa kuna mtu pale anakujua, ukasema bwana, leo wacha nimuonyeshe na mimi huyu kama naweza kuswali kwa muda dakika 5 nzima. Hiyo bado ni ria, haijaingia kwenye mahaba. Sababu gani? Yule hakukuamrisha. Ndio, yani ile kutaka zile sifa na ndio ria. Lakini mahaba ni ipi? Yeye ndio amekuwa sababu wewe kulifanya jambo. Hakukuambia swali. Umenipata? Moja hilo. Alafu 2, hii shirku mahaba inakuwa ni mara nyingi inakutoa katika khairati kukupeleka katika munkarati. Sijui umenipata? Sunona Allah tuepushe. Mzee akakwambia, mwanangu, ndio sasa hivi tunaenda kaburini kuomba dua. Umenielewa? Ukaona baba atanichukia. Umenipata? Ukaamua kumfuata. Ndio hiyo aliyotaja hapa Allah, wa minan nas. Ndio hiyo shirki mahaba. Ukaacha amri ya Allah ukaenda katika mabaya. Ama hii baba akakwambia, mwanangu, kaswali msikitini. Umenielewa? Usiswali ndani. Pia haijaingia kwenye shirki mahaba. Umenipata? Au pengine huyu ni muhuni siku zote, baba yake akaamua kumvalia njuga kwamba, mwanangu, uhuni tena nimechoka nao, kama hutaki kurudi kwa Allah na kuachisha radhi. Umenipata? Pia hatutoiita shirku mahaba. Umenipata? Dini namba bisome. Yalla, tunaingia katika kigawanyiko chengine cha ngapi? Cha 14. Shirku taa. Shirki inahusiana na utiifu. Wa huwa an yuti'a al-abdu shakhsan, nayo ni mwanadamu kumtii mtu fi tahlil haramin, kwa kuhalalisha haramu. Shakhs, mtu, na insanu, mtu. Wa huwa an yuti'a, nayo ni kutii al-abdu, mja, shakhsan, akamtii mtu, fi tahlili, katika kuhalalisha haramin, kuhalalisha haramu. Allah tuepushe sana. Siniul huo mfano mmoja ya mifano wake ni mzee anaenda kaburini nini? Umenipata? Kwambia, mwanangu, tunaenda kuomba dua kaburini, wakati mtu aelewa vizuri kwamba ni shirki. Umenipata? Lakini akaona baba inaingia hapa, panaingia shirku mahaba pia inaingia. Qala au taharimu la halali, au kinyume chake kuharamisha halali. Nani anatupatia mfano wa kuharamisha halali?
kina mama ukewenza, hukumwacha naondoka mie. Au vipi jamani, hamjapata kuwasikia? Jambo lililo halali unataka kuliharamisha namna hii? Wanawake haiwezi kaingia kwa wazee pia, kwa wazazi. Huyo wazazi wakawachisha mtu na mkeo. Tunaelewana jamani? Lakini kwa wazazi sio muda wote, hata ya mwanamke sio muda wote. Aliyeolewa ni mshirikina, umenielewa? Na shiriki hataki kuiacha. Mke wa kwanza akakueleza kama hukumwacha bora uniache, hayo sio shiriki, sababu anazungumza haya kwa hoja. Si muoe mwingine. Kwa nini mshirikina? Wanawake kwani hawapo? Na baba naye anaingia hivyo hivyo. Yawezekana baba akakuachisha, au yawezekana mama akakuachisha ajili ya mambo ya huyu yapo kando na dini, haitoingia. Ama akikuachisha wakati mambo yake yapo kando na dini, yapo mambo yake yapo sambamba na dini, inaingia basi. Tunaingia ya ngapi? Bado aya. Waqala Allahu ta'ala ittakhadhu ahbarahum, wamechukua wasomi wao, waruhbanahum, na wacha Mungu wao, arbaban, wakawafanya ni waabudiwa, min dunillah. Hawa ni waliotutangulia, wale wasomi walivyofariki kati yao wakaanza kuabudu ruhbana, wacha Mungu. Wale watu wema wanaitwa kina nani hawa jamaa wanaitwa kina nani dokta? Kadiria. Unajua kwa nini wakaitwa Kadiria? Yupo mcha Mungu mmoja aitwa Abdul Qadir, ndio wamejinasibishana naye. Wao ni huko Iraki huko, Abdul Qadir. Melona jamani, alipofariki watu wakadai, walioyadai kageuzwa kaburi yake ni kwenda kuabudiwa. Sasa mpaka na wetu huku wamecheza ngoma si yao, wanakuangua kifua hapo. Nani kaitwa ngamia? Tunaingia ya 15, shirku da'wati. Qala ta'ala walahu lahu da'watul haqq walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bishay'in illa qabasit kaffayhi ila al-ma'i liyabligha fahu wama huwa bibalighi wama ad-du'a'ul kafirina illa fi dalalin. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala akawazukuwazungumzia wale wenye kumuomba asiyekuwa Allah, akasema ni wala da'watu lahaq,
na yeye Allah ndiye mustahiki wa kuombwa. Da'watu hapa ni dua, tumeelewana? Hapa da'watu ni dua. Walahu, na yeye Allah. Walahu, lahu, na yeye Allah ndiye mwenye haki, da'watul haki, wa kuomba kwa haki. Hivyo ndio alivyozungumza Allah. Sasa akazungumza ya pili kwa kuwakemea wale, akasemaje? Walladhina yad'una min dunihi, na wale wenye kumuomba asiyekuwa Allah, la yastajibuna lahum bishai'in, wenye kuombwa hao hawawajibu wale wenye kuwaomba kwa lolote. Tupo pamoja? Mfano, illa qabasit, isipokuwa mfano wa basit, aliyeweka mikono hivi. Hii ndio basit, ni kutandaza kitu ambacho kilikuwa kimefanya kimejikunja, lakini hapa inakusudia ni kuweka mikono umeifungua. Unaifungua kivipi na kwa nini? Kabasiti yadaihi, nimepotea, ni ukurasa wangapi? 66. Tayari nimepapata. Illa qabasit, vipi? Ananita? Ala. Hajapata kupoteza. Labda alikuwa anaita mtu mwingine. Sababu kama angekuwa ita angekaa pale ili tumuone. Turudi hapa, anasema illa qabasit kafaihi ila alma, ni mfano wa mtu mwenye kwenda mtoni akafanya mikono hivi, anataka kunywa maji lakini akaweka mikono hivi. Tumeelewana? Ndio alivyomfananisha Allah. Allah kaendelea akasema liyablugha fa, anafanya hivi ili maji yamfike mdomoni. Tizama, ufike mtoni tu ukafanya hivi, una kiu ukaja ukafanya hivi, je, maji yatapanda yenyewe kufika kijanjani? Swali la mwanzo hilo, maji yenyewe yatapanda kufika kijanjani bila kwenda kuyaingiza mtoni? La kwanza hilo. La pili, tujalie ni mfereji ndio umeweka hivi mfereji je, maji yatakufika mdomoni bila kuleta mikono mdomoni? Tumeelewana? Ndio maana Allah akasema ni mfano wa yule ambaye kwamba anafika akanyoosha mikono yake miwili yaliko maji kwa lengo liyablugha fahu, ili maji hayo yamfike mdomoni. Halafu Allah akasema wama huwa bibaligh, yeye akae hapo milele, maji hayawezi yakamfika mdomoni kama ataendelea kuiwacha mikono yake hivyo hivyo. Wama du'a alkafirina illa fi dalal, na hakuna dua yoyote ya makafiri inayokubalika zaidi na kwenda kuishia wapi? Katika upotofu. Sijui hapa pameeleweka? Turejee tena aya. Lahu da'watul haq, Allah yeye ndiye mstahiki wa dua. Walladhina yad'una min dunihi, na wale wenye kuomba asiyekuwa Allah, la yastajibuna lahum,
wale wenye kuombwa hawawajibu waombaji bishai'in, kwa lolote, illa kabasiti kafaihi, kama mfano wa yule anayekwenda mtoni akaweka tu mikono ila alma, anaweka mikono hivi kuelekeza hiyo mikono yaliko maji, liyabil ghafahu, kwa lengo kwamba maji yamfike mdomoni, kiu kifanye nini, kikatike. Wama huwa bibalighi, yeye akae hapo, maji hayo hayawezi yakamfika wapi, mdomoni. Labda amove yeye mwenyewe kuiondoa mikono huko, baada ya kuchota, tumeelewana, akaingiza mdomoni. Ndio anakusudia Allah kwamba labda waache kuwaomba hawa, waende kwa yule mwenye kujibu. Tupo pamoja jamani? Halafu Allah akasema wama du'aul kafirina illa fi dhalal, na hazikuwa dua za makafiri isipokuwa upotovuni tu. Tupo pamoja? Waqala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi anna Allaha huwa al-haq, tambueni hivyo ni kwa kuwa Allah yeye ndiye wa haki, wa anna ma yad'una min dunihi, na kwamba wale wenye kuomba asiye kuwa Allah, wa anna ma yad'una min dunihi, na kwamba wale wenye kuomba asiye kuwa Allah huwa al-batili, wanachokifanya ni batili. Hapa pana mahazufat, wanachokifanya ni batili. Wa anna Allaha huwa al-aliyyul kabir, na Allah yeye ndiye aliyejuu na mkubwa zaidi. Tupo pamoja? Waqala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi anna Allaha huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi, hivyo ni kwamba kwa kuwa Allah yeye ndiye wa haki, wa anna ma yad'una min dunihi, na kwamba yale wanayoyaomba kinyume na Allah huwa al-batili, huu ndio upotofu. Wa anna Allaha huwa al-aliyyul kabir, na kwamba yeye Allah ndiye aliyejuu, aliye mkubwa. Faidatu, anakueleza mtunzi faidatu, faidika na haya. Qala Ibn al-Qayyim, amesema Ibn al-Qayyim fi Madarij Salikin, katika kitabu kinaitwa nini, Madarij Salikin, ukurasa wa 240 na ngapi Rauha, 240 na ngapi na 9, biishraf Shuaib. Kitabu hiki kilivyokuwa kinaandikwa kimehakikishwa. Supervisor wa kitabu chenyewe anaitwa nani? Shuaib al-Arnauti, jina lake huyo, ambaye ni supervisor. Ibn Qayyim amesemaje? Nani? Shuaib al-Arnaut ni jina la supervisor wa kitabu hiki. Tumeelewana jamani? Alivyokiandika Ibn Qayyim, huyu akaja akakihakiki. Tumeelewana? Ndani ya kitabu chenyewe Ibn Qayyim amesema washirku, na shirki, anwau kathiratun, na shirki nazo ni aina nyingi sana. La yahsuha ila Allah, hakuna anayejua idadi zake isipokuwa nani? Allah. La yahsuha ila Allah, hakuna anayejua idadi zake ila Allah. Walau dhahabna, na lau tutaenda, nazkuru anwaahu, kwa kutaja
aina moja baada ya nyingine ya hiyo shirki. La tas'a al-kalam a'zam ittisa'an, maneno hayatotosha kwa kujitosheleza. A'zam ittisaa. La tas'a al-kalam, maneno hayatotosheleza. A'zam, kujitosheleza kuliko kukubwa kukatutosheleza tukao tumetosheka. Wala Allah, huenda Allah an yusaida, akatusaidia, biwad'i, kwa kutengeneza, kwa kutunga. Biwad'i, kwa kutengeneza au kwa kutunga, kwa kuweka. Hapa nakusudia kutunga. Biwad'i, kwa kutunga. Kitabun, kutunga kitabu. Fi, kuhusiana na hiyo shirki. Sio hiyo shirki tu, bali aina za shirki. Ana treat tu aina bila kueleza mengi, sababu akieleza mengine kitabu hakitotosha, vitakuwa ni vitabu vingi sana. Wa fi aksami, na baadhi ya vigawanyiko vya shirki. Wa asbabihi, yani ndani ya kitabu hiki akaweka vigawanyiko vya shirki na sababu zake. Wa mabadi'i, na misingi yake, principles za shirki. Kila shirki na principle yake. Wa madratu, wa ma yanfa'uhu, wa ma yandafa, na yale yenye kutokana na shiriki hiyo. Wa ma yandafa minhu, wa ma yandafa bihi, na yale yani tija ya shiriki hiyo. Anazungumzia kwamba huenda Allah, yani hapa Ibn Qayyim alizungumzia masuala hayo ndani ya kitabu hicho, kwamba anatamani Allah ampe hiyo fursa azungumzie shiriki kwa upana, kuieleza sababu zake na vigawanyiko vyake na misingi yake na tija zake. Waraji kitabu, hali kadhalika rejea kitabu kinaitwa Juhud ulama al-Hanafiya. Kuna kitabu kinaitwa Juhud ulama al-Hanafiya fi ibtal al-aqaid al-quburiyya. Unaona hapa pamesemwa hivi kwamba urejee pia kitabu kinaitwa nini? Juhud ulama al-Hanafiya. Juhudi za maulama wa madhehebu ya nani? Ya Kihanafi. Kuhusu nini? Fi ibtal, kuhusu kubatilisha aqaid al-quburiyya. Umenipata? Kubatilisha itikadi za kwenda makaburini. Maulama wa nani? Wa Hanafia. Hebu nieleze nani hapa aliyejinasibisha na Hanafi anayesomesha akida? Kwanza wapo hapa Memon. Memon hapo. Paitwa Memon au Memon? Memon. Hapo nani Sunni madrasa? Okay. Sipana msikiti. Ni msikiti wa Hanafi. Okay, wanajiita Mahanafi kwa kuwa ni Wahindi. Umenipata? Nenda huko wapi humkuti mtu anayejidai Yasir humkuti mtu walisalama mama anaendelea, humkuti mtu anayejidai kwamba yeye ni Hanafi akasomesha akida. Humkuti mtu anayejidai kwamba yeye ni Shafi akasomesha akida. Ndio maana nilikuwa nimekuelezeni hapa kwamba tusite hapa
sababu mlango umemaliza. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Naam dokta. Dokta. Wasemaje?